Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Ni siku nyingine tena tumekutana katika elimu ya tiba katika darasa la leo. Tupo katika kitabu cha elimu ya abjadi. Tukiwa mwishoni mwa ofa ya Nyerere Day, tukiwa mwishoni. Tunamalizia. Watu walisema kwa siku 10 ni nyingi siku 10 sasa ndio hivyo. Naziona zinavyoendelea kuisha hivyo. Sasa tukiwa mwishoni hapa, leo tutajifundisha herufi ya lam katika zile herufi 28 za abjadi. Tutajifundisha faida za herufi ya lam katika kuzitumia au kuitumia herufi ya lam. Herufi ya lam ni miongoni mwa zile alfabeti za Kiarabu ambazo zinaunda abjadi katika zile herufi 28. Na herufi ya lam ina faida nyingi. Moja ya faida zake ni kuzuia mtu kupata usingizi. Tutajifunza unawezaje kuzuia mtu asipate usingizi. Kwa mfano wewe ni mlinzi, unataka wewe usilale ukaja ukaibiwa huko. Walinzi wengi wanaibiwa wakiwa lindoni, wamelala na wanalipa vitu vingi. Sasa kama ni mlinzi, hii ni nafasi ya kutumia ili usiweze kulala ovyo ovyo. Pia herufi ya lam inaweza ikamfanya mtu akapata utajiri, kutoshelezewa kipato. Kuna namna nitakuelekeza leo, tena namna nyepesi kabisa, ambayo sasa kwa wale wanaopendaga mambo ya kuletewa hela maeneo fulani, basi hii njia inaweza ikahusika, kwa sababu watu wengi wanapenda sana viumbe wawaletee hela na wanafurahia hilo jambo. Sasa kuna njia nyingi sana zinazotumika mambo ya makafara, lakini hii njia ni nyepesi na haihitaji kafara, ila kuna utaratibu tu wa kuitumia. Kwa kama ulikuwa unatamani kuwa na utajiri au pesa zenye kutosheleza, sikiza vizuri kipi leo itakusaidia. Pia herufi ya lam inaweza kumsaidia mtu kupata utulivu wa moyo, na hii ni hata kwa wale wanaoita majini. Watu wengi wanaopenda kutumia elimu za majini, kuitaita majini, huwa kuna wakati mioyo yao inakuwa haina utulivu, kusukana ile hofu ya wale viumbe wanapokuja. Kuna viumbe wengine wanakuja kwa utisho kama kina salsal. Salsal huyu ukimuita kwa nia labda akakuibie, aga anakuja kwa umbo la kutisha. Anakuja kama paka mkubwa pale. Paka mkubwa kama ng'ombe. Wewe ushakumwona nyau mwenye anaumbile kama la ng'ombe. Kwa hiyo ukioja zoea kuwaona hayo, utakimbia, utaogopa. Alafu moyo wako utaasirika, utakuwa muda wote una wasiwasi. Sasa ukitaka kupata utulivu wa moyo, unaweza kutumia herufi hii ya lam ikakupa utulivu na maisha yakaendelea vizuri. Lakini pia herufi ya lam inaweza kutumika kufukuza majini katika nyumba, wale majini wabaya, au kumhamisha adui yako. Kama una adui ndani ya nyumba yako, anakuuza, anakukela, anakudhulumu, ni mpangaji, hataki kulipa kodi, ukimwambia kuhama hataki, unaweza kumhamisha. Pia hata jirani anayekukela, anayekufanyia husda, unaweza pia ukamhamisha. Lakini pia herufi ya lam inaweza kuondoa nia mbaya na kufunga ndimi za maadui zako. Kama mtu ana nia mbaya na wewe akuja kukuzuru au anakusema vibaya, unaweza ukafunga wakaacha kuzungumza habari hizo. Kwa hizi ni moja ya faida za herufi ya lam tutakazojifundisha leo. Lakini kumbuka tuko mwishoni mwa ofa ile ya Nyerere Day, tulishaitangaza, na kama ndio mara ya kwanza unaisikiza clip hii, kuna ofa tulitoa toka tarehe 10 mwezi wa 10. Tukasema hii ni ofa Nyerere Day, na mwishoni mwa ofa hii itakuwa ni tarehe 20 mwezi wa 10. Sasa piga hesabu, leo ni siku tarehe ngapi na zimebaki siku ngapi? Jibu utakuwa nalo wewe. Ofa hii unalipia shilingi 45 kwa vitabu 12 vya elimu ya tiba. Unavipata kwa njia ya soft copy kupitia WhatsApp yako au email yako. Kwa ukihitaji kupata vitabu hivyo kwa mfumo wa ofa au kwenye programu ya ofa, unalipia 45 ya Tanzania badala ya 185. Ndio bei yake harisi ya hivyo vitabu vyote utakavyotumiwa leo. Baada ya kufanya malipo, utascreenshot au kupiga picha muamala huo, kisha utautuma WhatsApp kwenda namba moja hapo katika hizo 3. Na malipo yanafanyikia kwenye namba hizo 3. Na namba zote zinatumia jina la Bashir
Hussein Lugamba. Ukilipia likatokea jina hilo, thibitisha malipo yako yako sahihi. Ukaona unalipa alafu jina linakuja tofauti na hilo, basi cancel malipo hayo alafu ukague namba, inawezekana umekosea baadhi ya namba. Kwa ukishalipia ule muamala unaokuja imethibitishwa kiasi kadhaa imekwenda kwa fulani, ipige picha au screenshot alafu ule muamala nitumie WhatsApp kama kuthibitisha malipo yako wewe. Kwa wewe ukiwa hujathibitisha malipo yako hautotumiwa vitabu, kwa sababu bado hatujajua nani aliyelipia ile pesa. Kwa hiyo uthibitisho wako ndio unatenganisha baina yako wewe na mwingine atakayelipa baadaye au aliyekutangulia. Sababu kuna wakati wanalipia watu 5 kwa wakati mmoja. Utashindwa kujua. Mtu akisema shehe nimelipia, sasa utajua ni nani aliyelipia. Ila unapothibitisha malipo yako na pale unaandika, unapiga picha, unatuma screenshot ile unaituma kwenye WhatsApp, unasema shehe nimelipia pesa kwa ajili ya vitabu vya ofa. Basi inakuwa umenirahisishia mimi na kukutambua kwa wepesi na kukuhudumia kwa haraka. Ukiwa hujui kupiga picha na kuscreenshot muamala na kutuma WhatsApp, basi nitumie majina yaliyotokea katika muamala huo kwenye WhatsApp yangu, lakini sema shehe nimelipia shilingi kadhaa, majina yaliyotokea kwenye muamala huo ni fulani bin fulani, nahitaji ofa ya vitabu kwa ofa ya Nyerere Day. Basi kazi yako itakuwa imeishia hapo. Kumbuka siku zikisha hakuna atakayepata vitabu tena kwa bei ya ofa, ila utalipia shilingi 101,185 ndipo utakapoweza kupata vitabu vyote 12. Na kama utahitaji kitabu kimoja basi utalipia kwa bei halisi. Mfano, somo letu la leo liko linatokea kwenye kitabu cha Abjad. Kitabu hichi peke yake kinauzwa shilingi 20,000, ndio bei yake halisi. Kwa hiyo utaona wewe vitabu vilivyo na tofauti wa bei. Ukichukua hicho ukaja kuchukua na mwongozo wa tabibu unalipia 40,000. Ukiongeza tu pale na tiba mbadala ni 50,000. Unaona? Ukiongeza na kitabu cha Barati namba 1 namba 2 inakuwa 80,000. Ukiongeza na ulimwengu wa majini na vituko vyao inakuwa 30,000, kwa hiyo pale inakuwa 1,110,000. Kwa hivyo utaenda unaongeza kutokana na mahitaji yako ya vitabu, ndivyo utakapoenda unalipa bei kubwa. Ila kwa sasa ipo kwenye ofa. Tuachane habari za ofa, hiyo imeshaeleweka. Sasa twende kwenye herufi ya lam. Lam ni miongoni mwa zile herufi 28 za Abjad zinazoiunda Qur'ani. Na lam ni herufi ya 23 katika alfabeti za Abjad. Yaani ule mpangilio wa ile alifu, be, te, the ni herufi ya 23. Lakini lamu hiyo katika uzani wa Abjad ina uzito au thamani ya 30. Namba 30 kama jedwali linavyoonyesha hapo. Kila herufi hapo ina uzito wake. Kuna uzani wa 10, 20, 30, 50, 70, 1000 utaziona hapo. Herufi hii ina kazi nyingi, na moja ya kazi zake ndo kama hivyo tulivyosomeana hapo awali, lakini pia ina uwezo wa kumfanya mtu awe na pesa sana. Inaweza kumfanya mtu awe na pesa sana, lakini pia inaweza kuzuia mtu asipate usingizi, lakini pia kupata utulivu namna kama. Sasa tukienda kwenye kipengele cha kwanza, kuzuia mtu kupata usingizi. Hii ni kwa wale mfano kama wewe ni mlinzi, unafanya kazi za ulinzi au kazi za makampuni, mnafanya kazi mpaka usiku na wewe unahitaji usipate usingizi, ufanye kazi usiku mzima kwa sababu labda shift yako ni ya usiku. Basi ili kuzuia usipate usingizi, utaiandika herufi ya lam katika usiku wa kuamkia Jumatano. Yaani ule usiku wa Jumanne kwenda Jumatano. Utaandika kwa idadi ya mara 71 katika karatasi. Kisha beba karatasi hiyo kama azma, yani utaikunja vizuri, utaiweka kwenye pochi yako au kwenye wallet au kwenye mfuko wako wa suruali au t-shirt, uibebe uende nayo kwenye mambo yako au kwenye kazi zako hizo za ulinzi. Hakika hautosinzia wakati wote wa usiku huo. Watakuja mahudamu wanaotumikia herufi hii, watakufanya usipate usingizi, wala ule uchovu wa usingizi hautokuhusu. Kwa pale utakapojisahau wao watakukumbusha, watakushtua, hautolala kabisa. Lakini kuna sharti moja.
Wakati unapoiandika hiyo herufi ya lam kwa idadi ya mara 71, unatakiwa uwe unasoma uradi unaosema ya shakulu ya ghafuru, ya shakulu ya ghafuru. Kwa unakuwa unaandika, unapoandika lam moja, lam ya pili ndio unakuwa unasoma ya shakulu ya ghafuru, ya shakulu ya ghafuru, ya shakulu ya ghafuru. Huku unaandika lam. Utafika sehemu utasimamisha kisomo, utahesabu. Zikifika 71 basi unaishia hapo. Kisha hiyo karatasi inabebwa tu. Unaikunja vizuri, unaitia katika wallet au mfuko wako, unakwenda kwenye kazi zako za ulinzi. Hakika hautolala kabisa kama wewe ni mlinzi. Hii ni moja ya faida ya herufi ya lam. Lakini pia herufi ya lam inaweza kumfanya mtu kupata utajiri, yani kutosheleza au kujitosheleza kipato. Utajiri ni kile kipato cha kutosheleza, Yani mtu anapata kipato, anapata pesa ya kutumia, anapata pesa ya kuweka na kufanya mahitaji mengine. In short, tajiri au maisha ya utajiri ni ule mtu anakuwa na uwezo wa nafasi ya kula anachokitaka kwa wakati anaotaka, na sio kula anachokipata kwa wakati kitapopatikana. Hapana. Ni maisha mawili tofauti. Kuna mwingine anapiga mbio asubuhi, ameamka anapiga mbio, huko anakimbia. Mwisho anapata kipande cha muogo. Anaenda nyumbani ndo anakula. Huyo ni anakula anachokipata kwa wakati kitapopatikana. Kuna wakati mwingine anaenda, anarudi na hajapata chochote. Inabidi siku hiyo walale bila kula. Au atafute akili zingine, ama ni kwenda kukopa kwa jirani, sawa. Hasa huyu tajiri bwana, yeye akiamka asubuhi anapanga nile nini. Sema leo kanuni kuku mnunue na samaki wa bichi, pia msisahau mayai pale, biriani iwepo, ugali kidogo kwa pembeni, lakini tambi zisikosekane, alafu na maziwa. Yani anakula anachokitaka yeye. Alafu yeye masuala ya gharama imetumika shilingi ngapi, hiyo haimuhusu. Ni swala tu la kudrop pesa pale. Sasa ndio maisha tunayataka wote hayo. Ila nani na nani yuko kwenye level hiyo? Wewe unazungumza hivyo, hilo ndio inakuuma. Sema mimi ni nani? Kwa nini na mimi nisifike huko? Haya, wewe tajiri akitaka, unakuta kuna gari ya kutembelea ya asubuhi, anatoka na nyingine, mchana anatoka na nyingine, jioni anatoka na nyingine, au usiku anatoka na nyingine. Usiniambie kuhusu mavazi, usiniambie si nyumba naishi. Wewe ndio hivyo. Sasa hizi herufi hizi zina uwezo kumfanya mtu akapata utajiri bila kutoa kafara yoyote. Kama unajua utajiri wote ni kutoa kafara, hapana. Zipo elimu zinazoelekeza mtu anaweza kupata utajiri bila kutoa kafara. Ila utaratibu sana ndio uzingatiwe. Cha kwanza, iwapo kama unahitaji kuwa tajiri na kutosheleza au kujitosheleza katika kipato chako, basi unatakiwa uiandike herufi ya lam katika muandamo wa mwezi mpya kwa idadi ya mara 31 tu. Kwa idadi ya mara 31. Hivi ni tueleweshane vizuri. Kwenye muandamo wa mwezi ni pale unaposikia au unapogundua mwezi umeandama, hata kama uliandama jana au umeandama leo, ndio unatakiwa uandike kwenye karatasi herufi ya lam. Sio uje uandike mwezi una siku 5 umeshaandama. Yaani bora iwe siku moja umekutangulia au umeupata siku hiyo hiyo. Mfano kwa wale Waislamu wenyewe wanajuaga paka siku za kuandama mwezi, kwa sababu kalenda ya Kiarabu inasoma muandamo wa mwezi. Unajua kabisa leo tarehe 29, basi jioni kuna mwezi utaonekana. Isipoonekana siku ya tarehe 29 jioni, basi kesho 30 lazima uandame mwezi. Tofauti na hizi kalenda za kizungu. Leo inaweza kuwa tarehe 1 lakini mwezi uko giza. Umeshaandamaga muda. Kwa wale Waislamu wenyewe kidogo haitowasumbua, ila kwa wale ambao hawafuati kalenda ya Kiarabu wanaweza wakapata tabu kidogo. Kwa hiyo wanatakiwa makini kuzingatia mwezi umeandama, angalau kutangulia siku moja au ukutie siku hiyo hiyo mwezi. Kwa hiyo ndio utaandika hiyo herufi ya lam kwa idadi ya mara 31. Kisha chini yake utaandika na maneno haya yaliyoandikwa hapo: dhu twaul kwa idadi ya mara 3. Ila inaandikwa kwa Kiarabu.
Unaandika dhutwauli kwa Kiarabu kama alivyoandikwa hapo. Usiandike kwa Kiswahili, andika kwa Kiarabu. Nimekuandikia Kiswahili hapo jinsi yanavyosomeka, lakini anatakiwa andike kwa Kiarabu. Kwa kama hujui kuandika, mtafute mtaalamu akuandikie hii dhutwaul kwa idadi. Ndio hudamu anayetumikia hii herufi anayeweza kukuletea hicho unachokitaka. Kwa hapo utakuwa unamuamrisha huyo hudamu akuletee hiyo minuti sasa. Alafu utaandika siku 7. Sasa kwenye hii utaandika siku 7 nieleweke hivi. Iko hivi. Kila mwezi unapoandama utaandika karatasi moja. Kisha karatasi hiyo utaiweka katika sehemu unapotunzia akiba yako ya pesa. Mfano wewe unapofanya maisha yako ya kutafuta hela, kuna sehemu unaziweka mlango kwenye kibubu, basi ile karatasi utafanya je, utaitia pale. Simaanisha kwenye kibubu tu ndio itumike, hata kwenye draw pale unatunzia hela yako, kama ni kwenye begi, unaona ndio unaweka hiyo karatasi iliyoandikwa la mara 31 na hilo jina la dhutwauli mara 3. Kwa ile karatasi itakaa mwezi mzima. Ikiandama mwezi mwingine unaandika karatasi nyingine unaweka. Alafu ile karatasi iliyotangulia kukaa mwezi mzima pale, ile karatasi sasa uliokuwa umeandika mwezi ule uliopita utaitoa. Utaweka ile karatasi ya mwezi mpya. Alafu ile karatasi uliyoitoa ile utakwenda kuitupa mtoni. Utakwenda kuitupa mtoni au baharini. Huo mto unaoenda kutupia karatasi uwe na maji, na maji yawe yanatembea. Au uende ukaitupe baharini. Kisha unaweka ile karatasi mpya eneo lile lenye umetunzia hizo fedha zako. Kwa hiyo hii karatasi utaandika mara 7 kama hivyo sema. Yaani ina maana itadumu hii zoezi kwa miezi 7 mfululizo. Mwezi huu utaandika, itakaa mwezi mmoja, utakwenda utaweka nyingine, hii unaenda kuitupa baharini. Ni maeneo hayo mawili, ima baharini au ziwani. Kwa wale wanaoishi maeneo yenye ziwa utatupia ziwani. Kama unaishi baharini utatupia baharini. Kama eneo unaloishi hakuna bahari au ziwa utakwenda kutupia mtoni, lakini hakikisha mto una maji na maji yawe yanatembea. Kwa ukifika hapo unaikunja karatasi vizuri, unaikunja kisha unaitupa karatasi. Na hiyo ndio inakuwa kafara yako ambayo yule hudamu anayetumikia herufi ya lam atakayekuwa anakuletea pesa. Sasa utashangaa pesa zako zitakuwa zinaongezeka, na kuna usiri mkubwa sana kwenye hichi kipengele hichi. Hichi kipengele tunashindwa tu kufafanua vitu vingi, lakini kiukweli katika habari hii kuna siri kubwa sana, hususan kwenye masuala ya kipato na utajiri. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah katika jambo hilo atakujazia mali nyingi sana. Usiniulize sasa nitafanya nini labda mali zikiwa nyingi, labda nitaanza kudaiwa mbuzi au ng'ombe. Zitakuja. Ila tumia vizuri tumia vizuri, weka miradi yako vizuri, tengeneza maisha yako vizuri. Hata kama zitakuja kuisha mbeleni, uwe umeshafanya mambo. Sio sema kwa kuwa nimeshaanza kupata hela, yani mimi ni hivi. Ila zoezi hili natakiwa ifanyike ndani ya miezi 7 tu. Baada hapo zoezi la kuandika karatasi unaachana nalo. Sasa ni muendelezo zile mali ulizozipata, kuzifungulia miradi, kuzifungulia maduka. Kwa kama wewe ukianza kupata hela afu ukaanza kushinda kitambaa cheupe, sijui mtawafisi, mtawasimba, sijui nini, unakula bata na supu, miezi 7 ikiisha hakuna kuandika karatasi nyingine. Huo ndio taratibu upo hivi, na ndio maana kila kitu kimeandikwa hapo. Kama una kitabu utakuta kuna taratibu kabisa, utaandika ni siku 7. Yaani kila mwezi unapoandama unaandika karatasi moja. Haujaambiwa mwaka mzima maisha yako tu unafanya hilo zoezi. Hapo ndipo watu wapaelewe. Kwa hakikisha unatumia miezi 7 tu, na ndani ya miezi 7 hiyo utayaona mafanikio Mungu akijalia. Lakini kumbuka hizi herufi zinafanya kazi, lakini pia zina riadha yake. Kwa kama unapenda zikupe majibu mazuri na ya haraka, fuatilia riadha yake, uitingatie, uitekeleze, afu ndo inde ukaitumikisha herufi, utaona majibu makubwa sana. Namna kama hivyo. Hiyo ni moja ya faida ya herufi ya lam. Faida nyingine tunayopata kupitia herufi ya lam ni kupata utulivu wa moyo, hata kwa wale wanaoita majini. Nimeshasema wale wanaoingia kwenye viumbe au kwenye elimu za kuita viumbe hususan majini,
kuna wakati wanagawa na hasirika katika mioyo yao, wanakuwa wanaingiwa na hofu, kwa sababu wale viumbe wanapokuja, kuna wengine wanakuja kwa kutisha, maumbile ya ajabu. Sasa ule utulivu wa moyo unapotea, anakuwa ni mtu wa wasiwasi, mtu mwenye uoga tu. Sasa kama unahitaji kupata utulivu wa moyo au kuwa na wasiwasi ulionao uishe, hasa kwa wale wanaopenda kuita majini, maana hii haikuepekagi. Wachache sana waga ili jambo aliwasumbila. Wengi wanaoingia kwenye zoezi la kuita majini, lazima hii hali ya moyo kuwa na wasiwasi itakukuta tu. Basi ukihitaji kuondosha hali hiyo, au kama ni wewe unaugua ugonjwa wa wasiwasi, unakuwa ni mtu una wasiwasi sana, muda mwingi uko na hofu, basi tiba yake ni hii. Basi unatakiwa uitamke herufi hii alam kwa idadi ya mara 1000. Fanya zoezi hilo kwa muda wenye utulivu, kama ni baada ya swala al-fajiri au baada ya swala al-isha. Tamka neno au herufi hiyo lam kwa idadi ya mara 1000. Inshallah hofu hiyo itaondoka na moyo utatulia. Kwa zoezi hilo unaweza kuifanya ndani ya siku 3 mpaka siku 7. Unakuwa unatengea muda maalum, unaisoma herufi ya lam mpaka kwa idadi ya mara 1000. Na hii unatakiwa uisome ukiwa na vidhibiti idadi. Yani labda una tasbihi yako au una shanga zako au changalawe, unakuwa unahesabu, ikifika 100 unajua ni idadi hii, ni idadi hii, mpaka ifike 1000 ndio unasimamisha zoezi lako. Itakusaidia sana kukupa utulivu wa moyo, lakini pia kuondosha maradhi ya wasiwasi. Faida nyingine ya herufi ya lam ni kufukuza majini wabaya katika nyumba au kumhamisha adui yako. Kama unahitaji kufukuza majini katika nyumba au kumhamisha adui yako, unatakiwa uandike herufi hii katika karatasi kwa idadi ya mara 99 kwa kutumia wino wa zafarani. Kisha utayaosha maandishi hayo uliyoandika kwa maji safi, kisha maji hayo utatumia kudekia ndani ya nyumba yako kwa ajili ya kufukuza majini wabaya ndani ya nyumba yako, au kwa ajili ya kumhamisha adui yako. Utachukua maji hayo, utakwenda kumwaga maji hayo kwa nia ya kumhamisha adui yako katika mji wa adui yako huyo. Hakika mtu huyo atahama. Sasa ukimhamisha kwa dhuluma, unacha kujibu mbele ya Mungu. Anaweza kamishwa mtu yoyote kutoka nyumbani kwake au nyumbani kwako, ila sasa awe ni mtu mwenye kukufanyia uadui mkubwa, ni mtu anayekuloga, ni mtu anayekufanyia hiana, anakufisidi, anakuwa ni mtu ambaye hakupi utulivu, yani yeye ndio mtu anayekusambazia uadui. Au mnafanya biashara, yeye ndio anakuwa ni mtu anayekuloga, anafukuza wateja kwenye biashara zenu, anaweka machuma ulete, mkaona hapana, huyu bora hame, tupate utulivu, basi unaweza kumhamisha. Ila kinyume na hapo ni husuda zako tu, kwa sababu jamaa yule anauza vizuri, sio anafanya hivi, mnasema anajidai. Kwani anajidai? Labda kajenga nyumba nzuri mtaani kwenu, sasa haiwezekani, ameleta dharau, ukamhamisha. Hata kama kweli, lakini jiandae kwa Mungu na la kujibu. Kwa unapoingia kwenye zoezi la kumhamisha mtu, ni vyema ukawa una sababu za msingi za dhuluma ulizofanyiwa. Hata kesho na kesho Mungu alikuuliza, bwana wewe, tunaangaa kwa duniani uliwahi kupata elimu fulani hivi, ulijifunza na ukafanya majaribio kumhamisha adui yako, lakini yule adui mbona alikuwa sio mtu mbaya kwako? Ulikuwa na shida gani kwani? Uwe na majibu ya kueleza. Ila kama ni mtu amekufanyia uadui na umekeleka na umeuchoka ule uadui, umeona hapana, imetosha, utatoa maelezo. Alikuwa anifanyia fitina, alikuwa ananihusudu, alikuwa ananiloga, alikuwa ananifungia, ananifukuzia wateja kwenye biashara, nikaona isiyo shida nikamhamisha eneo langu. Kwa hiyo uwe na majibu. Dua hizi au taratibu hizi hazifanyiki kwa dhuluma. Unatakiwa ufanye ukiwa umeonewa, na wewe ndio mwenye haki ya kufanya hivyo inshallah. Nafikiri tutakuwa tumeelewana kipengele hicho cha kufukuza majini katika nyumba au kumhamisha adui yako. Idadi ni hiyo hiyo mara 99. Na hakuna uradi kipindi unaiandika hapo hiyo herufi. Pia faida nyingine ya herufi ya lam ni kuondoa nia mbaya na kufunga ndimi za maadui. Yani ile hali ya mtu anakuwa amekutilia au amekukusudia mabaya kwako, aje kufanyie,
Yani hujui nani anakutilia ubaya au anakukusudia kwa ubaya. Ila litakapotokea tukio baya ndipo utakapojua kumbe fulani alikuwa ananikusudia mabaya. Sasa wewe huwezi ukajua, au unaweza ukajua kupitia ndimi zao. Wanakusema vibaya, wanakupakazia, wanakusingizia. Sasa ukitaka kuyazuia hayo, kama kuna watu wanakukusudia kukufanyia ubaya au wanakusema kwa ubaya, lakini wewe ukahitaji kufunga midomo yao, wakae kimya, wasikuseme kwa chochote kile, hata kama ni cha kweli hata kama ni cha uongo. Ukataka kuzifunga nia zao na mambo yao wasiendeleze, basi unatakiwa uandike herufi hii alam katika usiku wa kuamkia Jumatano. Yani ule usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano ndio unatakiwa uandike herufi hii alam kwa idadi ya mara 71. Unaandika katika karatasi, kisha unatia na nia yako, au unaandika na nia yako hapo, kisha karatasi hiyo utaibeba kama azma. Na hapo unaandika kwa kalamu ya kawaida, inaweza ikawa nyekundu, sawa tu. Unaibeba kama azma, unaikunja vizuri, unaweza kuweka kwenye pocha au kwenye wallet. Alafu kawa unabeba kama azma. Unaenda nao kazini, wapi, sawa tu. Basi hakika utawashinda maadui zako hao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hizi ni moja ya faida za herufi, lakini pia kwa ziada unaweza ukachora herufi, talasimu ya herufi hiyo ya alam. Sasa hii talasimu ni mpaka una kitabu ndio utaweza kaiona. Sisi hatuwezi pia tukaiweka hapa YouTube. Unaona bwana, unaweza ukachora talasimu ya herufi hii alam, kisha ukaona beba kama azma katika mfuko wako. Hakika utapata ushindi katika hilo ulilikusudia katika nia yako hiyo. Kwa hizi ni moja faida, au ni miongoni mwa faida za herufi ya lam. Herufi ya 23 katika zile herufi 28 za alfabeti za abjadi. Kwa leo tutaishia hapa, tukutane kipindi kingine. Kumbuka ofa inaendelea na tuko mwishoni mwa ofa. Kwa kama ulichelewa, ujue kuna nafasi ya kupata hivi vitabu kwa bei ya ofa. Hizi elimu utajifunza, ukikipata mfano kitabu cha abjadi utajifunza vitu vingi sana: kuvuta utajiri, kufanya hivi, kujiponyesha maradhi ya majini, machawi, yote imeelezwa humo. Kupata kazi, kupanda vyeo, kufukuza majini migodini, kupata hazina za mali za kale, vyote vimeelezwa ndani ya kitabu hichi. Kitabu kimoja kizuri kwa wale wanaopenda kufuatilia elimu ya nyota. Naona kuna darasa zinaendelea kule kwenye ukurasa wangu wa Facebook, lakini pia hata kwenye YouTube kwenye posti za kawaida kuna elimu ya nyota. Sasa nimeulizwa maswali mengi sana, mimi nataka kujua nyota yangu. Kitabu chenye kimeeleza elimu ya nyota ni hichi hapa cha abjadi. Hichi hapa ukikipata hichi kina elimu ya nyota kuanzia nyota ya kwanza mpaka nyota ya mwisho. Na imeeleza mambo gani unatakiwa ufanye, watu gani unatakiwa kuambatana nao na vitu vingi. Kitabu hiki kina topic kama 4 tofauti. Kuna elimu ya abjadi, elimu ya nyota, elimu ya uvaji wa pete na vito kwa kuvuta bahati za kimaisha. Kuna elimu pia utabiri, na kuna elimu ya saatul khabari, elimu ya masaa, ufanye nini wakati gani, muda gani usifanye hichi, muda gani ufanye hichi, imeelezwa ndani ya kitabu hichi. Kwa kuna topic kama 4 au 5 tofauti. Na kuna zingine sijai kuzifundisha kabisa, ila kadri siku zinavyozidi kwenda, hizi herufi nikizifundisha nikamaliza, utaona kuna topic zitakuja zingine ambazo hata ulikoga hujui kama zinapatikana kwenye kitabu cha abjadi. Kwa ni swala tu la muda, lakini ukiwa nacho yote unaweza kutangulia kwenda kuyasoma, alafu mimi nikije kufundisha unakuwa ni kama vile mswaki tu unapita pale. Kwa inshallah tukutane kipindi kingine sana, wakati mwingine katika elimu hii ya tiba. Mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.